nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026, Alhamisi, juma la pili la kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 10, na somo la Injili linatoka katika Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi ya 31. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, alimuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije nao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, Baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata na mtu akifufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa, leo kutoka Injili tuliyoisikia, ninapenda tutafakari kwa kina juu ya mambo matatu kati ya mengi ambayo yangeweza kujitokeza katika sehemu hii ya Injili husika. Jambo la kwanza, kukunjua mikono, kumimina mioyo, tuione sura na mfano wa Mungu kwa kila mtu bila kubagua. Tunaona mfano wa tajiri aliyeketi katika fahari, kula na kuvaa vizuri. Lakini tunaambiwa katika fahari hiyo ya kula na kusaza hakumbuki uwepo wa maskini, aghalabu Lazaro aliyekuwa mlangoni kwake, si kwa kumshirikisha mambo makubwa, ila chakula tu cha siku husika. Yeye alijali kushiba kwake peke yake, alijali kujitosheleza yeye mwenyewe na kujilimbikizia mali bila kuona uhitaji wa mambo mengine. Anasahau msisitizo wa maandiko matakatifu yasemayo tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 hadi ya 27. Anajizuia kukunjua mkono wake na kuwapa maskini
kama maandiko yasemavyo, ampaye maskini amkopesha Mungu. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 19 aya ya 17. Na zaidi sana hamimini moyo wake kwa majitoleo kwa Mungu, ili ajiwekee hazina yake mbinguni, kama maandiko yasemavyo, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Rejea kitabu cha Zaburi sura ya 112 aya ya 9. Na mwisho kabisa, anaishia kujiwekea hazina katika tumbo na mwili wake. Anasahau maandiko matakatifu yanapotukumbusha, hazina yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwa. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 21. Ndugu wapendwa, utajiri kwa wenyewe si kitu kibaya, lakini jinsi ya kutumia ndivyo utupelekea kunasa katika lindi la dhambi ya uchoyo na upofu dhidi ya utu wa binadamu. Ndiyo maana hata Mtume Paulo anawakanya matajiri katika waraka wake kwa Timotheo. Anakaza kwa kufundisha kwamba matajiri wawe matajiri katika matendo mema, na wawe wakarimu na tayari kushiriki mali zao na wengine, hivyo watajiwekea msingi imara. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya ya 18 hadi ya 20. Kwa kujilimbikizia mali na utajiri ni kinyume kabisa cha mafundisho ya Kristo. Ndiposa kutupelekea kusikia fundisho la Yesu kwamba itakuwa vyepesi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuuona ufalme wa Mungu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 19 aya ya 24. Kwa mantiki hiyo, Mama Kanisa mtakatifu anatualika kuwa na moyo wa upendo na majitoleo kwa maskini, hasa wale wanaosukumwa pembezoni, kuwasaidia pale inapobidi, kuwapa fursa pale zinapopatikana, na kuwaweka karibu na Mungu kwa kuwahudumia pasipo upendeleo. Tunakumbushwa na mafundisho ya kale ya masimulizi ya Mtakatifu Laurenti, ambaye kwake tunajifunza alipofuatwa na mtawala katili Valeriani ili atoe hazina yote ya kanisa. Yeye Laurenti alikusanya maskini wote waliokuwepo mjini na kuwapeleka mbele ya Valeriani. Akawaambia, hii ndiyo fedha na dhahabu ya kanisa, hawa maskini na fukara waliopo mbele yako. Ni katika muktadha huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 waraka wake wa kitume Dilex Te wa mwaka 2025 katika aya 79 anatuambia, maskini si tu vyombo vya kuonyesha huruma yetu, lakini wao ni walimu halisi wa Injili. Na mwisho anasema katika aya 111 kwamba maskini ndiyo hasa moyo wa kanisa. Kwa mfano wa tajiri, kanisa linatukumbusha kutoa kipaumbele kwa wasionacho, na kwa mfano wa Lazaro tunakumbushwa kumuona Mungu kwa kila mtu bila ubaguzi, hasa walio katika mazingira magumu. Jambo la pili, tunaalikwa kusikia na kuishi neno la Mungu na mafundisho yake, lakini katika yote tusidharau watumishi wa Mungu na ujumbe tunaoletewa kwa jina la Mungu. Ni hapo baada ya utetezi wa tajiri tunaonyeshwa mambo yaliyomfanya ahesabiwe miongoni mwa wakosefu na kutupwa katika ziwa la moto, mambo ambayo kwa kawaida tumekuwa tukihubiriwa na kutangaziwa kila siku kupitia maandiko matakatifu, kupitia watumishi wa Mungu na mafundisho tanzu ya kanisa. Mambo hayo ni yenye maelekeo ya dhambi na uovu, lakini kwa kuwa hatukuwa na nafasi ya kusikiliza na kuyapokea maneno hayo, lakini daima tumekuwa wapuuzaji na wadharau wa mambo ya kawaida ambayo yanatuelekeza katika utakatifu, ndipo mwishoni mwa maisha tunajikuta tumevuna tulichopanda. Kama mtunga mithali anavyosema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo, ghafla itakatika na haina dawa. Rejea kitabu cha Mithali sura 29 aya ya 1. Mpendwa msikilizaji, Injili ya leo inatuhimiza kutii ujumbe wa neno la Mungu, kutokuchukuliwa kawaida mafundisho ya neno la Mungu, na kwa namna ya pekee
kutodharau nafasi ya maneno ya maonyo na busara tunayopokea kupitia wenzetu wanaotuzunguka. Kama tukiendelea na madharau kama ambayo alikuwa akiyaonyesha tajiri, kama tukiendelea kupuuza mambo ya kawaida ya usuli wa maisha ya kila siku kwa maelekezo ya Injili na mafundisho matakatifu, tutaingia katika dimbwi aliloingia tajiri. Ndiposa tunakumbushwa na maneno yanayonukuliwa na Abrahamu kwamba tukiendelea kupuuza na kutokusikia maneno ya Mungu tunayoambiwa kila siku na watu ambao ni kawaida, hata wakitokea Musa na manabii, hatutashawishiwa nao, kwani hata wao walikuwa wanadamu kama sisi. Hivyo Injili inatukumbusha kusikiliza, kutii na kuyashika mafundisho tunayopewa. Jambo la tatu, mateso, shida, udhia ni vya kitambo. Tutumaini kwa saburi tukitazamia pumziko la milele mbinguni. Masimulizi ya Injili yanatuelekeza kuwa mara baada ya maskini Lazaro kuteseka katika umaskini wake, alifariki dunia na akaenda kupumzika kifuani pa Ibrahimu, kwani katika mateso yake alitazamia kwa saburi ujio wa utawala wa Mungu. Katika mateso aliona raha na uzuri usiokoma wa Mungu asiyeonekana. Katika njaa aliona shibe isiyo kifani kwa Mungu asiyeonekana. Katika upweke aliona tulizo lisilotahayarisha kwa Mungu asiyeonekana. Lazaro daima alimtumainia Mungu. Ndivyo ambavyo tunaalikwa, ndugu wasikilizaji, kumtazamia Mungu wakati wa shida na taabu zetu. Tuone fahari tunapokumbana mateso na udhia wakati wa shida. Tumweke Mungu kuwa tegemeo letu tunaposumbuka. Tuige imani ya Ayubu kama inavyosimuliwa na maandiko matakatifu. Anasema, ninaamini hata pasipo mwili huu nitamuona Mungu. Rejea kitabu cha Ayubu sura ya 19 aya 26. Neno hili litukumbushe kutumia nyenzo za kimungu vizuri. Litukumbushe kwamba maisha yetu wakati wote yanaweza yakaanguka katika shida. Mitihani ni jambo la kawaida katika maisha, lakini tumaini letu na imani yetu vibaki kwa Mungu. Tunawezaje kubaki katika tumaini na Mungu na imani na Mungu? Ndiposa mama kanisa ametuwekea njia ya misa takatifu na ibada mbalimbali pamoja na masakramenti na mashauri na maongozi ya kiroho kama nyenzo za kutubakisha tukiwa na tumaini kwa Mungu hata katikati ya madhulumu, shida na matatizo. Ndugu zangu, tunapokumbwa na shida, adha, matatizo au udhia wa namna yoyote, tukumbuke misa. Ni katika misa tunakutana na Yesu jinsi alivyo kwa neno na kwa kutulisha mwili na damu yake. Rejea kitabu cha misa yetu na yake katika kitabu cha damu ya Kristo, mto wa rehema. Sala hii inasema, kama unateseka mateso yako yote jinsi yalivyo, kumbuka misa. Lakini pia kwa namna ya pekee tujikumbushe kusali katika sala za kawaida, kuomba dua zetu katika hali ya matumaini na imani. Ndipo maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa katika uchungu mkubwa, alipokuwa katika dhiki kubwa, alisali kwa bidii. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 44. Tunapokumbwa na matatizo, shida, udhia na adha mbalimbali, tukumbuke kusali, maana katika sala tunakutana na Mungu jinsi alivyo. Ndugu wapendwa, wote tunaweza kuanguka katika shida na udhia fulani maishani, lakini utofauti wetu utakuwa ni namna tunavyomtumaini na kumtegemea Mungu hata katikati ya udhia huo maishani. Ndugu zangu, kwa kutafakari mambo hayo hapo juu, mama kanisa anatualika kubadili mwenendo wetu na kujiimarisha katika fadhila, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma ambapo tunatafakari huruma ya Mungu, toba na rehema. Tujipambanue katika kutafuta
kwa bidii zaidi kumuona na kumuonja Mungu na kuishi pamoja na Mungu kupitia kwa watu wanaotuzunguka, na zaidi sana kushiriki kufanya mapenzi ya Mungu, hasa kwa kuwasaidia wale wasiojiweza. Tujiwekee mkakati wa mabadiliko. Tujiwekee mpango kazi wa kugeuka kutoka katika dhambi na utepetevu. Yote haya hayawezekani bila ya kuwa na neema ya Mungu. Ndiposa tunaalikwa tuikaribie neema ya Mungu, ambamo haipatikani nje popote isipokuwa katika kanisa la Mungu pekee. Nashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Kelly David Mwandiga wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni, mimi asema